kwa halmashauri zote. Na hivi ninavyozungumza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, miradi ya maendeleo ambayo ilitengewa fedha na kuletwa kwetu inakwenda vizuri, ipo iliyokamilika na ipo ambayo tayari imeanza kutoa huduma kwa wananchi. Na katika upande wa mapato, halmashauri zinafanya vizuri, na halmashauri ya Mufindi kupitia Mafinga sasa wamefikia 94% ya makusanyo wakiwa wanaelekea mwishoni wa makusanyo wa mwaka wa fedha. Lakini pamoja na hayo, katika wilaya hii ya Mufindi, katika matokeo ya juzi kwenye swala la mazingira na usafi, halmashauri yao ya Mufindi imekuwa ya 3 kitaifa katika swala la usafi wa mazingira, na halmashauri yao ya Mafinga imekuwa ya 2 kitaifa katika swala la usafi wa mazingira. Tuwapigie makofi mengi sana Mufindi kwa kuishi swala la mazingira kwa vitendo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika eneo la huduma kwa wananchi tunaendelea kukamilisha miradi ya maendeleo, tunaendelea kupeleka vitendea kazi, lakini pia watumishi. Mkoa wa Iringa umepokea zaidi ya watumishi wapya 750 ambao wanasambazwa katika shule zilizokamilika, zahanati zilizokamilika na maeneo yanayohitaji maafisa ugani. Lengo ni kuhakikisha kwamba miradi mikubwa iliyowekezwa hapa inakuwa na wataalamu watakaoisimamia, ili dhamira ya kuwepo miradi hiyo iweze kuonekana kwa utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Lakini katika upande wa mazingira, mkoa unaendelea kusimamia swala la upandaji wa miti na usafi wa mazingira, na ndio maana kimkoa halmashauri zetu 3 zimefanya vizuri kitaifa. Manispaa ya Iringa imekuwa ya 2 kitaifa katika manispaa bora kwa usafi, halmashauri ya Mafinga imekuwa ya 2 kitaifa katika miji kwa usafi, na Mufindi imekuwa ya 3 kitaifa katika halmashauri za wilaya safi nchini. Kwa msingi huo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, maendeleo ya mkoa wetu yanatokana na ushirikiano bora tunaopata kwa wananchi pamoja na viongozi wenzetu. Taarifa yangu ya mkoa imeeleza mambo mengi, lakini kwa maslahi ya muda naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu nikukabidhi ili uweze kuitumia kama rejea ya masuala mbalimbali. Mwisho, mafanikio ya mkoa wa Iringa yanatokana na ushirikiano tunaoupata kwa wananchi, viongozi wenzetu wa kijamii wakiwemo viongozi wa dini, viongozi wa kisiasa wa vyama vyote, bila kuwasahau wazee wetu wa mila. Tuwapigie makofi mengi sana kwa ushirikiano mkubwa ambao wanaendelea kutupatia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu wananchi hawa wanayo hamu ya kukusikiliza, naomba sasa tusimame wote na makofi mengi sana kwa ajili ya kumkaribisha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Lameck Mwigulu Nchemba aje kuzungumza nani. Mwigulu oye! Mwigulu safi! Asante. Haya, tukae. Nyera kamwene mnoge makasi. Tuongize. Mnaendeleaje? Habari ya siku nyingi. Tuongize. Na nimefurahi sana mliposema kuchanya. Nikafurahi sana mliposema kuchanya. Ndivalongele. Gupita kuchanya mpaka kulunepo. Mfindi oye! Dr. Samia oye! Mwalimi sana. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Iringa, ndugu yangu Harry James, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa, ndugu yangu Daudi Yasini, Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, ndugu yangu Festo Dugangi, Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo hili na naibu waziri wa uchukuzi, ndugu yangu David Posa Mwakienzile, David Mwakiposa Kihenzile. Nimetumia cross multiplication hapo. Mheshimiwa Daniel Chongolo, waziri wetu wa kilimo, mbunge wa Makambako, katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa
Injinia Kundo, naibu waziri wa maji, Mheshimiwa Injinia Kasekenya, naibu waziri wa ujenzi, Mheshimiwa Londo, naibu waziri wa viwanda na biashara, viongozi wote mlioko jukwaa kuu, waheshimiwa wabunge wa mkoa pamoja na wabunge jirani, waheshimiwa wabunge wa majimbo jirani, simameni hata tuwatambue. Nashukuru sana kwa kukuona. Nadhani utapata nayo pia fursa ya kusema